The Green Voice. Yes, we agree. Uhali gani ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV, karibu kwenye makala yetu hii leo ya moto ambayo tunaangazia vita vya Israel na Irani. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari mbalimbali za kimataifa na kitaifa. Makala ya kusisimua, vita vya Israeli na Irani, moto unawaka katikati ya Mashariki ya Kati. Mashariki ya Kati imeendelea kuwa kitovu cha migogoro ya kimataifa kwa miongo kadhaa, lakini mvutano kati ya Israeli na Irani umechukua sura mpya ya hatari inayotishia kulipuka na kuathiri dunia nzima. Vita hii si tu ya risasi na makombora, bali ni vita ya kiintelijensia, teknolojia, dini na ushawishi wa kisiasa duniani. Chanzo cha mgogoro huo, uhasama kati ya Israeli na Irani, ulianza mara baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ambapo Irani iliacha uhusiano wake na Israeli na kuanza kuita taifa hilo la Israeli shetani mdogo, jina lililokuwa linaashiria chuki kali. Irani kupitia jeshi lake la kikosi cha Quds limekuwa likiunga mkono makundi ya wanamgambo kama vile Hezbollah nchini Lebanoni na Hamasi katika ukanda wa Gaza, mahasimu wakubwa wa Israeli. Kwa upande mwingine, Israeli imekuwa ikifanya mashambulizo ya kijeshi ya kimya dhidi ya majeshi ya Irani ndani ya Syria na Iraq kwa madai ya kujilinda dhidi ya shambulio la kimkakati. Israeli pia inalaumiwa kwa mashambulizi ya kivita ya kidijitali kama vile virusi vilivyolenga kurudisha nyuma maendeleo ya nyuklia ya Irani. Kuongezeka kwa migogoro mwaka 2024 hadi 2025 umetajwa kuwa ni mwaka wa matukio makubwa umejawa na matukio ya kuchochea vita. Tukio la kwanza likiwa ni mashambulizi ya ndege zisizo na rubani drones yameripotiwa kutoka pande zote mbili, yakilenga na vituo vya kijeshi, mitambo ya nishati na miji mikubwa. Irani ilirusha makombora ya balistiki kuelekea Israeli ikiwa ni ishara ya kuonyesha uwezo wake wa kijeshi, huku Israeli ikijibu kwa makombora ya angani na mashambulizi ya ndege. Israeli itatuhumiwa kuua wanasayansi wakuu wa nyuklia wa Irani, jambo lililotajwa na Tehran kama matangazo ya wazi ya vita. Dunia yashika pumzi. Mataifa makubwa kama Marekani, Urusi na China yanatazama kwa tahadhari kubwa, kwani vita hii inaweza kusababisha kuanguka kwa masoko ya mafuta, kuongezeka ugaidi wa kimataifa na kuchochea vita vya kidini. Umoja wa Mataifa na mataifa ya Kiarabu yamejaribu upatanishi, lakini kila upande unasema hatuwezi kusimama wakati tunashambuliwa. Je, vita hii itamalizika? Labda ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV unajiuliza kichwani kwa je, hii vita itamalizika? Swali hilo linaendelea kuwatesa mamilioni ya watu katika Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya kimabavu, vifo vya raia na propaganda kutoka pande zote mbili vimegeuza mzozo huu kuwa mbaya zaidi ya vita ya kawaida. Israeli inalinda uwepo wake, Irani inalinda heshima ya kidini na kitaifa. Hii si vita ya bunduki pekee, ni vita ya udhibiti wa kanda, imani, ushawishi na kiuchumi, na hofu ya kuteketezwa kwa kizazi kizima. Mwisho, ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV, vita kati ya Israeli na Irani ni onyo kwa ulimwengu mzima kuhusu gharama ya chuki ya kisiasa na kidini. Ni wito kwa diplomasia ya kweli, kwa mazungumzo ya dhati na kwa viongozi wa dunia kutumia hekima
kabla ya dunia nzima kuingia katika giza la vita kuu ya tatu ya dunia. Kwa sasa macho yote yako Mashariki ya Kati, mahali ambapo mustakabali wa amani ya dunia unaweza kuteketea kwa mlipuko mmoja tu. Ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV, hii ni The Green Voice TV. Endelea kuungana nasi kwenye kupata taarifa mbalimbali za michezo, uchumi na taarifa zozote zinazokufikia kutoka pande zote kuu za dunia. Usisahau kusubscribe na kulike channel yetu. Hii ni The Green Voice TV.